sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana, ujisikie uko nyumbani. Karibu sana katika eneo hili la mtambo wetu wa kusukuma maji hapa Mwanza. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na tukio linaloendelea kwa sasa Mheshimiwa, baada ya muda mfupi tutakwenda kwenda DOMC. Kabla ya kutoa maelezo, naomba nikupe taarifa fupi kuhusiana na masuala ya utoaji wa huduma ya maji safi kutoka kwa Mwanza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jiji la Mwanza linapata maji kutoka katika vyanzo vikuu viwili ambavyo ni Capricorn na Mtima. Vyanzo hivi vinaweza kuzalisha lita milioni 138 na mahitaji halisi lita milioni 188. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapo inaonekana kwamba kuna nakisi, lakini ipo mikakati na iko miradi hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande wa Mtima, awamu ya kwanza tumeweza kuzalisha lita milioni 48, lakini tunatoa maji ghafi lita milioni 108, na hivyo awamu inayofuata tutakwenda kujenga mtambo mwingine wa kuchakata maji na hivyo kuongeza lita milioni 48. Lakini kwa upande wa Capricorn tayari tunayo kandarasi ambapo tayari amemaliza design na kazi inachozuiliwa sasa ni advancement ya kwa awali ili aweze kuanza kazi, na pale kazi inayofanyika ni ukarabati mtambo uliopo, lakini vile vile kuongeza lita milioni 54 zaidi, na hivyo kuweza kuzalisha lita milioni 184. Nitumie nafasi hii kumpongeza mkurugenzi wa mamlaka ya maji ya jiji hili la Mwanza, ndugu yangu Deli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeshuhudia baadhi ya wakurugenzi wanakuwa ni mainjinia. Huyu ni mwanahabari tu, lakini kazi ambayo anaifanya, mimi waziri wake nasema anatosha mpaka change inabaki. Mpigie makofi mengi sana. Na nimuombe na nimtake katibu mkuu wa wizara yetu ya maji, amekuwa akikaimu muda mrefu, barua yake itoke awe mkurugenzi kamili katika mamlaka yetu ya MWAUWASA. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka niwaambie ndugu zangu wana Nyamagana, ukisoma tenzi za rohoni zinasema unapotembea na kuzuru wengine usinipite Mwokozi. Hatutowapita wala hatutoacha. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante. Tuna watu wa kutosha na wenye ari kubwa ya kufanya kazi, na wale wazembe wala wasijifiche kwa kutumia mwavuli wa watu wanaofanya kazi vizuri. Wale wanaofanya kazi vizuri hatuna shida nao na tunawapongeza, na ndio waliojenga nchi hii mpaka ikafika hatua. Tunatambua kazi zao wanaofanya kazi vizuri, lakini wale wazembe ndio ambao tunashughulika nao. Kwa hiyo popote pale ambapo watapewa mradi, tunataka kazi ifanyike kwa kasi. Mheshimiwa Waziri, tukishamaliza huu ujenzi, juzi tulikaa kikao na tukakaa na watu wa Wizara ya Fedha, tumekubaliana fedha zinazokwenda kwenye miradi ya maji ziende kwa haraka bila kukwama, kwa sababu maji hayana mbadala. Maji hayana mbadala. Vitu vingine vina mbadala. Ukikosa wali unakula ndizi. Bashiru anajua, kwao kule wanakula sana, unakula ndizi. Ukikosa nyama unakula senene, si ndio hivyo? Ukikosa ugali ukuli anauloma parage, si ndio hivyo? Lakini maji ni maji yenyewe. Kwa hiyo tumekubaliana hiyo. Nimeona niseme hii kuhakikishia haya maeneo ambayo Mheshimiwa mbunge ameyataja hapa ni maeneo ya kipaumbele katika kusambaza maji. Serikali itasimamia hiyo. Kakaangu Aweso, nikushukuru sana. Unaye mkurugenzi wa MWAUWASA mzuri sana. Nilipokuwa Buhongwa, nilipokuwa kule Kishili mtaa wa Ihushi, wananchi walizungumza habari ya maji. Kuna mapungufu kidogo, wanahitaji bomba lola 5, bomba lola 10. Mkurugenzi wa maji nilipomfikishia wa MWAUWASA, siku 2 baadaye akapeleka yale mabomba, na wenzangu wa Buhongwa kule mtaa wa Kanenwa mtakuwa mashahidi. Nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wetu wa chama Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anayoifanya kwenye taifa letu, hususani kwenye sekta hii ya maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka jana mwezi wa 3 kama nakumbuka vizuri, Daktari Samia alikuja jimbo la Nyamagana, alikuja jiji la Mwanza. Alikuja mahususi kwa ajili ya kuja kuzindua mradi wa chanzo kipya cha maji cha Butimba ambao umeigharimu serikali ya Tanzania zaidi ya bilioni 71. Baada ya kazi hiyo kufanyika, wananchi wa Nyamagana wakawa wanasema
kwamba chanzo cha maji Butimba kimekamilika, lakini bado hawayaoni maji. Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni msikivu sana. Baada ya kupokea maoni na mahitaji ya wananchi, ninapozungumza na wewe leo, nayo furaha kubwa kusema mbele yako, mpaka sasa tunavyozungumza tayari tumekwisha kupokea zaidi ya fedha za Tanzania bilioni 46. Tumpigie makofi mengi Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya uwekezaji anaofanya kwenye sekta ya maji. Hii ni Tanzania Habari.